Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, napenda niwakaribishe wapenzi na wafuasi wa Ihsan Mafundisho TV katika kukumbushana kuhusiana na imani yetu. Na leo tutazungumzia mada inayosema mambo matano yanayoharibu imani bila ya mtu kujua. Ndugu yangu katika imani, imani ni neema kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mja wake, lakini mara nyingi kuna mambo madogo madogo ambayo mtu akiyafanya bila ya kujua yanaweza kudhoofisha au hata kuharibu imani yake. Ndiyo maana Muislamu anatakiwa kuwa makini na matendo yake ya kila siku. Haya ni mambo matano ambayo yanaweza kuharibu imani ya mtu bila ya mwenyewe kujua. Jambo la kwanza, kufanya dhambi ndogo mara kwa mara. Watu wengi hudharau dhambi ndogo, wanafikiria kuwa sio kitu chochote wala sio kitu kikubwa, lakini Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amezungumza kuhusiana na dhambi ndogo. Kama zitakuwa mtu ameshajiwekea mazoea kufanya kila siku, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, iyakum wa muhaqqirati dhunub, jiepusheni na madhambi madogo madogo. Fa innahunna, hakika hayo madhambi madogo madogo, yajitami'na ala rajuli, hukusanyika kwa mtu, hata yuhlikuhu, hata yuhulikanahu, mpaka umwangamiza. Jiepusheni na madhambi madogo, kwani hayo madhambi madogo hukusanyika kwa mtu mpaka umwangamiza mtu huyo ambaye mwenye kufanya hayo madhambi madogo. Dhambi ndogo, ndugu yangu Muislamu, zinaweza kuonekana kwa rahisi, kama kusema uongo, mtu akadanganya tu, kuchelewesha swala au kuangalia mambo yasiyofaa, lakini zikizidi zinaweza kuifanya moyo wa mtu kuwa mgumu na kupunguza nuru ya imani katika moyo wake. Kwa hiyo mtu anatakiwa aliangalie hilo, kwamba dhambi ndogo kadiri unavyoifanya inazidi kudhoofisha ile imani, na mwisho wake lile jambo ambalo kama la kheri uko nalifanya linawezekana usilifanye tena, ukaliacha, matokeo yake inakuwa ni hasara juu yako. Jambo la pili, katika madhambi madogo ambayo mtu anayapuuza yanaweza kudhoofisha imani, kusengenya na kusambaza maneno ya watu pasi na idhini yao. Mtu akaamua kumsengenya na kusambaza maneno yasiyokuwa yako. Kusengenya, ndugu zangu, ni dhambi ambayo watu wengi huifanya katika mazungumzo ya kila siku bila kufikiria kwamba hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala alitaki na mtume wake alitaki. Aya ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ubaya wa jambo la kusengenya. Wala ya'tab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maita fakarihtumuhu, wala baadhi yenu wasiwasingizie wenzao. Je, mmoja wenu angependa kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Bila shaka mnachukia hilo. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema asisingizie mtu yoyote, kumsingizia mwenzie. Swala hilo Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analinganisha kusengenya na kula nyama ya ndugu yako aliyekufa, jambo linaloonyesha ubaya wake, kwamba jambo ni baya. Tabia hii huondoa baraka za imani na kuharibu udugu wa Kiislamu, kwa sababu yule utakayemsengenya siku akitambua, tayari atakuwa na wewe ni mtu unayemfuatilia katika maisha yake, na atakuwa na wewe ni mtu mbaya unayemtakia kheri. Jambo la tatu, kuacha swala na kuichelewesha bila ya sababu. Ndugu yangu Muislamu, swala ni nguzo kuu ya dini ambayo dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ukiichelewesha
au kuiacha bila sababu ni hatari kwa imani. Ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, wana adhabu kali wale ambao swala zao wanazipuuza, yani wanaswali wanavyotaka wao. Mtu anayepuuza swala ni yule ambaye swala yake pole pole moyo wake huanza kuwa mbali na Allah. Ndio maana swala hiyo inakuwa, ndio maana ya kwamba swala siku zote kiswaliwa vizuri inakuwa ni kinga ya imani ya Muislamu, kwa sababu itakuwa inampa imani. Kwa hiyo mtu mwenye kuacha kuswala swala katika wakati wake, imani yake pia vile vile inakuwa yenye kudhoofika. Jambo la 4, kujivuna mtu na kuwa na kiburi ni jambo ambalo baya sana. Kiburi ni tabia inayoharibu imani, ndugu yangu Muislamu, na kusababisha mtu kumdharau mwingine pasipokuwa na sababu za msingi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin, hatoingia peponi mtu ambaye ndani ya moyo wake kuna kiburi hata chembe ya punje ya hardari. Mtume anasema mtu huyo hawezi kuingia peponi. Kiburi kinaweza kuonekana kwa kujiona bora kuliko wengine, kudharau watu au kukataa ukweli. Tabia hii huondoa unyenyekevu ambao ni sehemu ya imani. Jambo la 5, kusahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu mtukufu katika dhikri. Moyo wa Muislamu huishi kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu wengi hupitisha siku nzima bila ya kufanya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, ala bidhikri llahi tatma'innul qulub, tambua kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunapatikana utulivu wa nyoyo. Kwa hiyo mtu anapokuwa mbali na dhikri kama kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, moyo wake huwa dhaifu kiimani na huathirika haraka na majaribu ya kidunia, kwamba dunia inamweza kumpata haraka kwa sababu ya kuacha dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, kwa kumalizia, imani ni kitu cha thamani sana ambacho kinahitaji kulindwa kila siku katika maisha yetu. Muislamu anatakiwa kujichunguza ile nafsi yake mara kwa mara ili kujiepusha na mambo yanayoweza kuiharibu ile imani yake. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe imani thabiti, nyoyo safi, na atuepushe na dhambi zinazodhoofisha dini yetu insha Allah. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.